Karibu tusome Biblia. Leo ni tarehe 26 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Tunasoma Ezekieli sura ya 9 mpaka sura ya 12. Nami nitawapa moyo mmoja, nami nitatia roho mpya ndani yao, nami nitauondoa moyo wa kijiwe katika miili yao, nami nitawapa moyo wa nyama, ili waende katika amri zangu na kuyashika maagizo yangu na kuyatenda. Nao watakuwa watu wangu, nami nitakuwa Mungu wao. Kuna moyo wa jiwe, yani moyo wenye kijiwe. Alafu kuna moyo wa nyama. Huu moyo wa jiwe ama moyo wa kijiwe ni moyo wa namna gani? Ni moyo ambao una kiburi, ni moyo ambao una ujeuri na ukaidi. Moyo wa nyama ni moyo wa unyenyekevu. Yani ni moyo ambao mtu akikosea anatubu. Hawezi kuwa na visingizio, hawezi kuwa na sababu. Ni mtu wa kujishusha. Lakini mtu mwenye moyo wa kijiwe, yani moyo wa jiwe, akikosea analeta visingizio, analeta sababu. Ndani yake kuna ukaidi na ubishi. Siku zote mtu mwenye moyo wa jiwe ni mtu anayejihesabia haki. Anaona kwamba anastahili kufanya dhambi, ili mbidi afanye dhambi. Yani nilikuwa sina namna, ilibidi tu nifanye dhambi. Yani anaona anastahili yeye kufanya dhambi. Badala ya kujishusha na kutubu na kutambua kwamba amekosea, anatafuta sababu ya kutetea kosa lake. Ukiamua na kukubali Mungu akubadilishe, atakubadilisha na kuondoa huo moyo wa jiwe na kukuwekea moyo wa nyama. Moyo wa nyama ni moyo wa ibada. Moyo unaotetemeka usikiapo jina la Mungu. Na ukikubali kuwa na moyo wa nyama, maana yake Mungu atakuwa Mungu wako. Yani utakuwa unamuita, anakuitikia kwa sababu ni Mungu wako. Ufanye nini ili Mungu aweze kubadilisha moyo wako kutoka kuwa moyo wa jiwe na kuwa moyo wa nyama? Jambo la kwanza, unatakiwa umkubali Bwana Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yani uokoke. Kama tayari umeokoka, maana yake jambo la pili, kubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Wanaoongozwa na Roho Mtakatifu, hao ndio wana wa Mungu. Jambo la tatu, ishi maisha ya utakatifu. Ili Roho Mtakatifu akuongoze wewe, inabidi wewe uishi maisha ya utakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu yeye ni mtakatifu, hachangamani na dhambi. Kwa hiyo unapokubali yeye akuongoze, ndio sasa unaingia katika prosesi ya kuanza kubadilishwa moyo wako kutoka kuwa moyo wa jiwe na kuwa moyo wa nyama. Kile kiburi ambacho ulikuwa nacho kinaanza kuondolewa. Ni kwa namna gani? Ni kwa wewe sasa kuanza hatua ya kulisoma neno la Mungu. Katika kusoma neno la Mungu, mwambie Roho Mtakatifu, naomba nisaidie, nielewe. Usisome tu kama unasoma kitabu cha hadithi. Kwa hiyo unapokuwa unasoma neno, kwa kadri ambavyo unasoma neno la Mungu, ndivyo ambavyo unaanza kubadilishwa moyo wako kutoka kwenye moyo wa jiwe na kuwa kwenye moyo wa nyama. Maombi ya siku ya leo, mwambie Baba yangu wa mbinguni, asante kwa neno lako. Nipo tayari. Uniondoe moyo wa jiwe na unipe moyo wa nyama ili niweze kukupendeza wewe siku zote za maisha yangu. Amen. Nikutakie siku njema, tukutane kesho.